Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto wa Afrika. Mungu ibariki Tanzania, dumisha uhuru na umoja wake kwa waume na watoto. Mungu ibariki Tanzania na watu wake. Ibariki Tanzania, ibariki Tanzania, tubariki watoto wa Tanzania. Jirani yako, agenda ya pili. Agenda ya pili. Tuingie sasa agenda ya pili. Agenda ya pili inasema hivi. Tumshukuru Mungu. Kwa agenda ya pili ni tumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa nini tumshukuru Mungu? Tumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu. Matendo yake makuu. Aliyetendea vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania katika muhula wa kwanza. Katika muhula wa kwanza. Muhula wa kwanza kwenye mabano kwenye lugha ya Kiingereza semester ya kwanza au semester 1. Neno ambalo Mungu ametupa linatoka kwenye kitabu cha Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Sema Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Hapo manake kwamba tunasema kivumishi ni kumshukuru Mungu. Lakini matendo makuu, sijajua wewe kwa upande wako, la mimi kama mhadhiri na pia kama mwanafunzi, Mungu amenitendea matendo makubwa sana katika muhula wa kwanza au katika semester ya kwanza. Sijajua wewe. Muulize jirani yako, Mungu amekutendea matendo makuu? Sasa tunakwenda kutunza hii agenda ya kumshukuru Mungu. Kwa hiyo maana yake tusome kwa pamoja ili tuandike hii agenda katika akili zetu. Haya, sema agenda ya pili. Kwa agenda ya pili tumshukuru nani? Sio tumshukuru shetani. Sio tumshukuru shetani. Lakini tumshukuru nani? Mungu. Kwa nini tumshukuru Mungu? Muulize jirani, kwa nini tumshukuru Mungu? Kwa sababu ya matendo yake makuu aliyetendea nini? Vyuo vikuu na vyuo vya kati. Vya wapi? Vya nchi gani? Vya Kenya? Vya Tanzania. Lini? Katika muhula wa kwanza au semester ya kwanza. Na neno ni hili hapa. Tusome wote. Tusome wote, tuandike hii agenda kwenye akili zetu. 1 2 3 twende. Agenda ya pili. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya
matendo yake makuu aliyetendea au aliyetutendea vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania katika muhula wa kwanza au semester 1. Neno natoka Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Chukua Biblia yako takatifu, chukua silaha yako. Luka mtakatifu, Luka mtakatifu. Sema Luka mtakatifu. Sema Luka mtakatifu. Wakati tunafungua Luka mtakatifu, sema Luka mtakatifu tena. Sema Luka mtakatifu. Luka mtakatifu tena, Luka mtakatifu. Sema ukiwa na furahi, Luka mtakatifu. Luka mtakatifu. Luka mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19. Kama umefika sema amen, 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 amen. Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 inasema hivi: ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu. Nani huyu? Yesu na wanafunzi wake. Alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Yesu na wanafunzi wake walikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Alafu nini kilichotokea? Akasema, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10. Watu wangapi? 10. Sema 10. Wenye ukoma. Kwa hiyo wagonjwa wa ukoma. Wagonjwa wenye ukoma wanakatika vidole. Angalia, wagonjwa wenye ukoma hana vidole vya mkono wa kulia, vyote vimekatika. Hana vidole vya mkono wa kushoto, vyote vimekatika. Hana vidole vya mguu wa kulia, vyote vimekatika. Hana vidole vya mguu wa kushoto, vyote vimekatika. Ndio wagonjwa ukoma. Fikiria ungekuwa wewe, muulize jirani yako, wewe una vidole? Akisema ndio, mwambie nionyeshe. Huenda vimekatika. Mungu amfanyie muujiza. Haya, akasema hivi, wakasimama mbali hao wenye ukoma, kwa sababu watu wenye ukoma hawaruhusiwi kuchangamana na watu wengine. Mstari wa 13, wakapaza sauti zao. Hawa ni wagonjwa ukoma. Wakapaza sauti zao wakisema, Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu, Bwana mkubwa uturehemu. 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 Haya yalikuwa ndo maombi yao. Walisema tu Yesu, Bwana mkubwa uturehemu. Ndio maombi yao. Yaani hicho ndo alichokiomba tu. Alafu Yesu akajibu. Mstari wa 14. Alipowaona, ndio maana hii inaitwa kongamano la maombi na majibu. Kwa tunajifunza jinsi gani ambavyo ya kuomba kibibilia na kupokea majibu kibibilia. Kwa haya ni maombi ya shukrani. Manake ni maombi alafu jumlisha majibu, jumlisha shukrani. Twende tufuatane. Mambo matatu ambayo yako hapa. Afasema alipowaona aliwaambia, huyu ni Yesu, alipoambia enendeni, wa 14. Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Kwa hiyo walikuwa wamekatika vidole, lakini walikuwa wanaumwa pia. Ngozi zao zinaumwa kweli kweli, wanasikia maumivu. Kwa hiyo Yesu akamwambia, nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Sema nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Kwa lugha ya sasa makuhani tunasema kwamba maaskofu, manake tunasema wachungaji, wainjilisti kwa lugha ya sasa. Kwa lugha ya kipindi kile pia tunasema kwamba ni viongozi wa ibada za Mungu na ibada za miungu pia. Haleluya. Kwa akawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Wakiwa katikati kabla hawajafika kwa makuhani, wakatakasika, wakapona ule ugonjwa. Lakini bado hawajarudishiwa vidole vyao. Wote hawana vidole, mikono yote na miguu yote. Haleluya. Haleluya. Alafu angalia mstari wa 15 sasa. Kwa hiyo hayo ni maombi. Kwa hiyo kwenye mstari wa 11 mpaka wa 13 tunaona tatizo likisemwa na maombi. Mstari wa 14 tumepewa majibu. Yesu alimwambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Amen. Hasa mstari wa 15 mpaka wa 19 unaonyesha shukrani. Manake na wewe kuna ukoma fulani kwenye masomo yako uliupitia, ukamwambia Yesu ni rehemu. Yesu akakurehemu. Je, ulimshukuru? Ulimshukuru? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa bumu la kwanza? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa bumu la pili? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa afya? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa GPA ambayo ilikuwa inaruhusiwa, ambayo ilikuwa inatakiwa katika chuo? Ulimshukuru Yesu kwa kupata A? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa nguvu za kufanya mtihani? Ulimshukuru? Ulimshukuru Yesu kwa kuona matokeo yako? Ulimshukuru Yesu kwa kukupa nafasi ya kufanya supplementary? Yamkini ya kwamba ulisahau. Ajenda hii kukumbushe na uendelee kumshukuru na uendelee kumshukuru.
sababu kwenye kushukuru kuna faida. Haleluya. Haya, angalia, na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Katika wale 10 walikuwa wangapi wenye ukoma? 10. Sema walikuwa 10. Kwa hiyo mmoja akarudi. Twende mstari wa 15 tusome. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru. Sema akamshukuru. Sema akamshukuru. Sema akamshukuru. Naye alikuwa Msamaria. Mstari wa 17. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Anauliza, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? 9 manake ni 9. Sema 9 manake ni 9. Kwa Yesu anauliza, wale 9 wako wapi? Mbona hawajaja kunishukuru? Kaja tu mmoja. Wale 9 wako wapi? Alafu mstari wa 18. Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Je, hawakuonekana waliokuja kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu ambaye ni Msamaria? Alafu anasema hivi, akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Sema inuka. Sema inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Haleluya. Hasa nisikilize, niangalie. Mwambie jirani yako muangalie mwalimu. Mwambie jirani yako muangalie mwalimu Lenjolai. Nisikilize. Hapa kilichotokea ni kwamba Yesu alikuwa yuko safarini, anaelekea mji mkuu unaoitwa Yerusalemu. Amen. Alipokuwa anakwenda Yerusalemu, alipaswa kupita katikati ya mji wa Samaria na Galilaya. Chukulia kwamba wewe unatoka Dar es Salaam unakwenda mji mkuu wa Tanzania ambayo ni Dodoma. Unapokwenda mji mkuu ambao ni Dodoma, utapita sehemu moja inaitwa Morogoro. Morogoro kwa upande wa kusini imepakana na Iringa, na kwa upande wa kaskazini imepakana na Tanga. Amen. Kwa hiyo akapita pale katikati. Alipopita pale katikati, kwa sababu ni karibia na Samaria kwa upande huu na ni karibia na Galilaya, wakatokea wa Samaria 10. Wa Samaria wangapi? 10, ambao walikuwa ni wagonjwa wa nini? Wa ukoma. Alafu akamwambia, Yesu Bwana uturehemu. Ndio maombi yao. Yesu Bwana uturehemu. Maana yake hivi, Yesu utuponye na ugonjwa huu wa ukoma kwa sababu wewe unaweza yote. Amen. Alafu Yesu akasema, siwaombei wala siwapaki tope wala siwaambii kwamba maana yake umeshapona. Unachotakiwa, nendeni kwa makuhani mkajionyeshe. Kwa hiyo wakaanza safari. Wakati Yesu anaendelea na safari yake kwenda Yerusalemu, na wale wenye ukoma 10 wakaanza safari yao kwenda kwa makuhani. Sababu Yesu hakuwa kuhani wa Wayahudi, alikuwa ni kuhani mkuu wa Mungu. Amen. Wakiwa katikati hawajafika kwa makuhani. Chukulia labda kwamba kwa makuhani ni Iringa. Wakiwa katikati wakapona wote 10. Sema wakapona wote 10. Kwa hiyo ndio maana tuna idara inaitwa idara ya makongamano ya maombi na majibu. Kwa utakachojifunza kwenye idara hii, namna gani ya kuomba kibibilia na namna gani ya kupokea majibu kibibilia. Kwa haya ni maombi jumlisha majibu. Amen. Wengi tunaomba lakini wengi hatufuatilii majibu. Huo ndio udhaifu ambao tunao. Mungu amejibu nini katika hayo maombi? Umemwomba Mungu kuanzia shule ya Sunday school Jumapili mpaka leo, Mungu kakujibu nini? Ukiongezesha maombi yanaweza kafika 50. Ukiongezesha majibu yanaweza kafika 3. Naona sasa. Amen. Sasa baada ya kuponywa, mmoja kati ya wale 10 akasema, mimi narudi kwa Yesu ili niende nikamshukuru kwa sababu ameniponya. Lakini kumbuka, wote hawana vidole vya mikono wala vidole vya miguu. Kwa hiyo kati ya wale 10, mmoja akasema, mimi narudi kwenda kumshukuru nani? Yesu. 9 akasema, Yesu kesha tuponya bwana, Yaani ameshamaliza kazi yote, ameshakwisha. Mimi ngoja niende shambani. Mwingine akasema ngoja niende kwenye mifugo yangu. Mwingine akasema ngoja niende kwenye biashara yangu. Kwa wote 9 hawakuona umuhimu wa kuja kumshukuru Mungu kwa kile kitendo alichokuwa amewatendea cha kuwaponya bila malipo. Sababu siku hizo ukitaka kuponywa, maana yake kwamba kwa maana yake tunasema kwamba kwa manabii na mitume na walimu na makuhani wa uongo lazima ulipie uponyaji. Amen. Sasa alipofika kwa Yesu, alipoanguka miguuni mwake akamshukuru. Yesu hakumwambia kwamba kwa nini umerudi peke yako. Akauliza kwamba je, hamkuponywa wote 10? Je, wale 9 wako wapi? Mbona hawajaja kumpa Mungu tukufu na kumshukuru? Amen. Alafu akamwambia kwamba inuka uende zako, kwa maana imani yako imekuponya. Maana yake nini? Biblia inasema hivi kwamba tafsiri ya huo mstari wa 19 ni kwamba Mungu au Yesu alimrudishia yule aliyekuja kumshukuru vidole vyake vya mkono na vidole vyake vya miguu.
Amen. Amen. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ule uponyaji ambao Yesu alikuwa ameachilia, ameuponya tu ule ugonjwa ukoma, lakini hakurudishiwa nini? Vidole. Ila alipokuja kumshukuru Mungu akampa zaidi. Sema alipokuja kumshukuru Mungu akaja akampa zaidi. Sema alipokuja kumshukuru Mungu akampa zaidi. Akampa zaidi nini? Akarudishiwa vidole. Kwa hiyo walipokutana na wale 9, anawaambia jamani, Yesu ameniponya na kunirudishia vidole. Chi cha. Yesu ameniponya na kunirudishia vidole. Chi tu. Yesu ameniponya na kunirudishia vidole, na hivi hapa nyinyi hamkumshukuru. Yesu ameniponya, nikamshukuru, akanirudishia vidole. Wana anasema kwamba haya bwana, sisi ametuponya tukumshukuru na hatuna vidole. Na anaambia poleni sana, Yesu anavyo vidole vyenu. Amen. Amen. Hasa katika hali ya chuo, Mungu amekusaidia kwenye muhula wa kwanza, ukaelewa masomo mbalimbali, ukaelewa moduli mbalimbali, ukaelewa vipengele mbalimbali, ukafanya practical, ukafanya assignment, ukafanya homework, ukaandaa presentation, ukaandaa nini, ukafanya kazi mbalimbali, ukafanya test 1, Mungu akakusaidia ukafaulu, ukafanya test 2, Mungu akakusaidia ukafaulu, ukafanya jaribio la 3, ukafanya hata test ya 3, Mungu akakusaidia ukafaulu, ukafanya mtihani wa kwanza, ukafaulu, ukafanya supplementary, mtihani wa marudio, ukafaulu. Je, uliendelea kumshukuru Mungu kwa ajili alivyokusaidia? Yamkini ya kwamba ulisahau. Agenda hii kukumbusha. Amen. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hilo ndo jambo la msingi ambalo nalokwenda mbele za Mungu, kumshukuru Mungu kwa kila matendo makuu aliyokuwa amekutendea kuanzia wiki ya kwanza ya muhula wa kwanza, kipindi cha usajili, mpaka wiki ya mwisho, au mpaka hata kipindi cha mtihani wa marudio. Simama juu twende tukaombe. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, kama jinsi ambavyo umetufundisha kutoka kwenye Luka sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19, ukaimarisha imani yetu, na kama jinsi ambavyo tumekuabudu kwa huu wimbo mzuri wa kusema asante mbele zako, Bwana, tunakuja mbele zako mimi pamoja na wanafunzi wako wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Tunasema asante kwa matendo yako makuu uliyokuwa umetutendea katika muhula wa kwanza. Ribo roko shikaraka baka shikoro. Ni matendo gani makuu shetani akiuliza? Angalia Mungu ulitusaidia hata kipindi ambacho hatuna ada, ukatupatia ada, ukatupatia wadhamini, tukaenda kujisajili na tukajiunga katika vyuo vikuu na vyuo vya kati katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Yamkini ya kwamba wako watoto wako ambao walikosa ada, walikosa masomo, yamkini ya kwamba wako wahadhiri waliopata ajali, waliokuwa wamepata upinzani wa kila namna, lakini Mungu ukawasaidia, ukawapigania katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Riboroko shikara kabaka shikara, riboroko shikoroko boko shikara, riboraka shikoroko boko shikara, katika jina la Yesu Kristo Nazareth, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Ribaraka shikoro, ribaraka shikoroko boko shikara, ribaraka shikoroko boko shikara, ribaraka shikoroko boko shikara, ribaraka raka shikoro, ribaraka shikoro. Mungu nasema asante, asante hata pia kwa kutupa nafasi ribaraka shikoro ya kuchaguliwa katika vyuo vikuu na vyuo vya kati. Asante kwa jinsi ambavyo umetusajili, tukaingia, tukatambulika kihalali. Asante kwa michakato yote Bwana, ukatupatia na mahali pa kulala, ukatupatia na chakula. Ribaraka shikoro.
Asante pia Bwana kwa mkopo uliotupa wa awamu ya kwanza na mkopo uliotupa wa awamu ya pili. Ribo roko shiko roko boko shikara. Mungu tunakushukuru, Mungu tunakushukuru, Mungu tunakushukuru, Mungu tunakushukuru. Riba raka shiko roko boko shikara. Asante, asante Bwana kwa walimu uliokuwa umetupangia, waliotufundisha Bwana Nazaria Bwana, na pamoja na practical na pamoja na vitendo, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Mungu tunakushukuru, Mungu tunakutukuza, Mungu tunakuinua. Ribo roko shikara, rimba raka shikoro, rimba raka shikoro, rimba raka shikoro, rimba raka shikoro, rimba raka shikoro boko shikara, raka shikoro boko shikara, rimba raka shikoro boko shikara, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Rimba raka shikoro boko shikara, rimba raka shikoro boko shikara, rimba raka shikoro, raka shikoro boko shikara, rimba raka shikoro, 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 rimba raka shikara. Mungu nakushukuru wewe Bwana kwa jinsi ambavyo umetusaidia walimu, rimba raka shikoro, tukawalisha watoto wako ile maarifa na ile akili na ile maarifa na elimu ya kitandania na elimu ya ufalme wa mbinguni. Rimba raka shikoro. Asante kwa ajili ya wachungaji waliosimama katika zamu zao kuwachunga wanafunzi wa vyuo vikuu na wahadhiri na kuchunga maono yao. Mungu asante kwa maono uliokuwa umetupatia mfalme amani katika muhula wa kwanza. Ribo roko shikara kama shikoro. Mungu asante kwa matendo yako makuu. Umelipia gharama za usafiri, umetusafirisha salama, umeturudisha salama, umetupeleka vyoni salama. Ribo roko shikara. Mungu asante kwa jinsi ambavyo umeshikilia afya zetu, wala hatukuwa wagonjwa, na hata tulipopata ugonjwa ulituponya. Ribo roko shikoro boko shikara, katika jina la Yesu Kristo Nazareth. Ribaraka shikoro boko shikara, rimbaraka shikoro, rimbaraka shikoro boko shikara, 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 rimbaraka shikoro, 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 rimbaraka shikara, ribaraka rika. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Ribaraka shikara. Asante kwa jinsi ambavyo umewasaidia watoto wako, umesaidia ribaraka, tumefaulu kwenye test ya kwanza. Ribaraka shikoro boko shikara. Asante kwa jinsi ambavyo umetufundisha kwa vitendo. Asante kwa jinsi ambavyo umetutia nguvu na kutupa akili ya kusoma riba na kuelewa na maandiko. Ribaraka shikoro boko shikara. Asante kwa ajili ya waombaji uliokuwa umetuinulia Bwana, waliweza kusimama na sisi katika Bwana mhula wa kwanza. Ribaraka shikoro boko shikara, ribaraka shikoro boko shikara, ribaraka shikoro boko, ribaraka shikoro, ribaraka shikoro, ribaraka shikara. Asante kwa ajili ya uwepo wako kwenye madarasa tuliokuwa tumetumia. Asante kwa ajili ya uwepo wako kwenye workshop hizo kwa tumezitumia katika mhula wa kwanza. Asante kwa ajili ya uwepo wako ribaraka shikara kwenye vyumba vya mitihani ambavyo tumetumia kwenye mhula wa kwanza. Ribaraka shikoro. Asante kwa ajili ya kompyuta ulizokuwa umetupa kwa ajili ya kujisaidia, kwa ajili ya kutusaidia kusoma. Ribaraka shikoro, ribaraka shikoro. Asante kwa maarifa mpya ya uhandisi ambalo kumewafundisha watoto wako mfalme amani. Asante kwa jinsi, kwa mbinu mpya. Asante kwa maarifa, asante kwa simu ulizokuwa umetupa Bwana. Ribaraka shikoro kwa ajili ya kujifunza na kuelewa. Ribaraka shikara, ribaraka shikoro, ribaraka shikoro, ribaraka shikoro, ribaraka shikoro boko shikara, 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 ribaraka shikara, raka shikoro. Asante kwa ajili ya matendo makuu ulionifanyia katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Asante kwa ajili ya matendo makuu uliyofanyia wanafunzi ribaraka shikoro wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam. Asante kwa matendo yako makuu uliyofanyia wanafunzi wa mwaka wa kwanza ribaraka shikoro wa vyuo vikuu na vyuo vya kati vya Tanzania. Asante kwa matendo yako makuu uliyotufanyia katika muhula wa kwanza ribaraka shikoro, ribaraka shikoro boko shikara. Rimbaraka shikoro boko shikara, raka shikoro boko shikara, rimbaraka shikoro boko shikara, raka shikoro boko shikara, raka shikoro, rimbaraka shikoro, ribaraka shikoro, ribaraka shikoro, raka shikara, raka shikoro boko shikara, ribaraka shikoro. Thank you Jesus. Ribaraka shikara baka shikoro, ribaraka shikoro boko shikara, rimbaraka shikara, raka shikoro. Asante Yesu. Ribaraka shikoro, ribaraka shikoro. Utujaze
kiasi tunapokuja kushukuru Mungu, unatuongezea, unaachilia kitu kingine, kwa maana umesema ribarakeri ribarakashukuru ribarakashukuru, atwaye zabihu za kushukuru ribarakashukuru, huyo na nani tukuza ribarakasikaraka. Mungu, zikumbuke zabihu zetu za kushukuru ili tupate kutukuza, na utatuonyesha mwenendo wako ribarakatuonyesha njia ya kuiendea, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ribarakashukuru kokobokoshikara ribarakashikara ribarakashukuru 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 ribarakashikara rakashukuru ribarakashukuru kokobokoshikara rakashukuru kokobokoshikara ribarakashukuru kokobokoshikara ribarakashukuru. Mungu, tunakushukuru Bwana ribarakashikara ribarakashukuru, tunakuwa rikashikara kama mwenye ukoma mmoja hapo alikuja, tunaanguka miguuni mwako, tunasema asante ribarakashukuru. Asante kwa matendo yako makuu, asante Bwana, asante kwa kutufundisha, asante kwa kutuonyesha njia, asante kwa practical ulizotufundisha, asante kwa simulation ulizotufundisha, asante kwa computer programming language ulizotufundisha ribarakashukuru. Asante kwa madaftari uliotupa na vitabu ribarakashukuru. Asante kwa soft copy ribarakashukuru ribarakashukuru. Asante kwa vyakula ulivyotulisha vya kiroho na kimwili, asante kwa maji uliotulisha, kwa vinywaji vya kiroho na vya kimwili ulivyotulisha, asante kwa mwili wako na damu yako ribarakashukuru. Asante kwa jeshi lako la malaika liliokuwa limetulinda ikiongozwa na malaika Mikaeli. Asante kwa Bwana kwa ile jeshi lako la malaika liliokuwa linatupa taarifa kwa njia ya ndoto ribarakashukuru, naloongozwa na malkia Gabriel ribarakashukuru ribarakashukuru. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Oh, pigia Yesu makofi. Dumisha uhuru na umoja.